Usiku mzito ulitanda juu ya mji wa Mogubwalu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya kuta za hospitali ya Mogubwalu General Hospital, madaktari na wauguzi walikuwa wakipambana kuokoa maisha ya wagonjwa waliokuwa wakihofiwa kuambukizwa Ebola, ugonjwa ambao tayari ulikuwa umeacha hofu, majonzi na vilio katika eneo lote la Ituri. Lakini ghafla utulivu huo wa tahadhari ukapasuliwa na makelele ya hasira, milio ya risasi na kundi la vijana waliovamia hospitali hiyo kwa nguvu. Walikuwa vijana wenye nyuso zilizojawa na uchungu na hasira. Walitaka miili ya ndugu zao waliodaiwa kufariki kwa Ebola ikabidhiwe kwa familia zao. Katika utamaduni wao, kuaga wapendwa ni jambo takatifu, lakini kwa Ebola hata mwili wa marehemu unaweza kuwa silaha ya maambukizi. Serikali na wahudumu wa afya walikuwa wamezuia familia kugusa au kuchukua miili hiyo kwa hofu ya kusambaa zaidi kwa virusi. Hapo ndipo mgongano wa mila, maumivu na sayansi ulipozuka kwa nguvu ya kutisha. Ndani ya hospitali, hali iligeuka kuwa ya taharuki. Madaktari walikimbia huku wakijaribu kuwaokoa wagonjwa na wafanyakazi. Simu za dharura zilipigwa haraka. Nje, milio ya risasi ilisikika angani, huku hofu ikitanda kama moshi mzito. Daktari Richard Lokudu, mkurugenzi wa hospitali hiyo, alisema kila mtu alikuwa katika hali ya tahadhari kubwa, huku akijaribu kuzuia janga lisigeuke maafa makubwa zaidi. Lakini hili halikuwa tukio la kwanza. Ni shambulio la tatu ndani ya wiki moja dhidi ya vituo vya afya vinavyopambana na mlipuko huo wa Ebola. Siku moja kabla yake, wakazi wenye hasira walivamia na kuchoma hema la matibabu lililowekwa na shirika la Doctors Without Borders. Katika vurugu hizo, wagonjwa 18 walikuwa wakishukiwa kuwa na Ebola walitoroka na kutoweka kusikojulikana, jambo lililoongeza hofu kwamba virusi vinaweza kusambaa zaidi bila udhibiti. Wiki hiyo hiyo, kituo kingine cha matibabu mjini Rwampara kiliteketezwa kwa moto baada ya familia kuzuiwa kuchukua mwili wa mwanafamilia wao aliyeshukiwa kufariki kwa Ebola. Kwa wananchi wengi, hatua za serikali zinaonekana kama kunyimwa haki ya mwisho ya kuwaaga wapendwa wao. Lakini kwa wataalamu wa afya, kila mkusanyiko wa mazishi unaweza kuwa mwanzo wa maambukizi mapya. Wakati hayo yakitokea, shirika la afya duniani World Health Organization WHO lilionya kuwa mlipuko huo sasa una hatari kubwa sana kwa Kongo. Ingawa hatari ya kuenea duniani bado ni ndogo. Takwimu zilionyesha mamia ya visa vinavyoshukiwa na zaidi ya vifo 100, huku hofu ikiongezeka kila siku. Kinachofanya hali kuwa mbaya zaidi ni kwamba virusi vinavyosambaa ni aina adimu ya Budbogia Ebola, aina ambayo haina chanjo inayopatikana kwa sasa. Katika kona nyingine ya Mogubwalu, familia zililia kwa uchungu, huku jeneza zikibebwa kuelekea makaburini chini ya ulinzi mkali. Wahudumu wa afya waliovalia mavazi mazito ya kujikinga walionekana kama askari wa vita visivyoonekana. Hata hivyo, vita hii si dhidi ya virusi pekee. Ni vita dhidi ya hofu, hasira, imani za jadi na kukosa imani kwa mamlaka. Na huku usiku ukiendelea kushuka juu ya Ituri nchini Kongo, ilibaki ikikabiliana na swali moja la kutisha. Je, Ebola itaweza kuzuiliwa kabla hasira za watu hazijavunja kabisa mstari wa mwisho wa ulinzi? Katika moyo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo milio ya bunduki imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku na maelfu ya watu wamekimbia vita vya waasi, sasa hofu nyingine imeanza kutembea kimya kimya mtaani. Sio milio ya risasi, sio mashambulizi ya makundi yenye silaha, bali ni adui asiyeonekana kwa macho, Ebola, yaani aina ya Bundibugyo, virusi adimu vinavyoua kwa ukimya na kasi ya kutisha. Katika jiji la Bunia, watu hawazungumzi tena kwa sauti kubwa. Hofu imeingia kwenye nyumba, hospitali, makanisa
na hata migodi ya Mogubwalu. Serikali ya Kongo imetangaza kufungua vituo vitatu vipya vya matibabu vya Ebola katika jimbo la Ituri, huku shirika la afya duniani World Health Organization yani WHO likituma timu ya wataalamu kujaribu kuzuia maafa yanayozidi kuongezeka. Tayari karibu watu 120 wamefariki, huku mamia wakihofiwa kuambukizwa. Lakini simulizi hii haikuanza jana, kwani mwishoni mwa Aprili mtu mmoja alikufa Bunia baada ya kuugua dalili zilizofanana na homa kali. Mwili wake ulisafirishwa hadi Mogubwalu, eneo la uchimbaji madini lenye msongamano mkubwa wa watu. Ndipo mlipuko ulipoanza kusambaa kama moto wa nyika. Watu waliugua, wahudumu wa afya wakaanguka, familia zikaanza kuzika wapendwa wao kwa haraka, huku wengine wakikataa kuamini kuwa Ebola ilikuwa imerudi tena. Kwa mujibu wa AP News, tatizo kubwa lilikuwa kwamba madaktari walikuwa wakitafuta aina tofauti ya Ebola. Vipimo vya kwanza vilitafuta Ebola aina ya Zaire, ile inayojulikana zaidi Afrika. Majibu yakarudi kuwa hasi. Wakati huo virusi vya Bundibugyo vilikuwa tayari vinazunguka mitaani, vikienea kutoka Bunia hadi Goma, Butembo, Nyakunde na Mogubwalu. Wiki zilizopita na Ebola ikatumia muda huo kukua na kuua kabisa. Mtaalamu wa afya duniani kutoka Georgetown University Center for Global Health, Policy and Politics, Matthew Kavanagh, alisema dunia sasa inakimbizana na kirusi hatari sana baada ya kupoteza muda muhimu wa kukizuia mapema. Katika vitongoji vya Bunia, hofu imeonekana wazi kwenye macho ya watu. Noel Lumo, mwanamke aliyewahi kushuhudia mlipuko wa zamani wa Ebola huko Beni, alianza kushona barakoa kwa mikono mara tu aliposikia habari za maambukizi mapya. Na hapa nanukuu, "Najua Ebola ilivyo," alisema kwa sauti ya huzuni. "Najua inachoweza kufanya kwa familia." Mwisho wa kunukuu. Wakati dunia ikianza kugeukia Kongo kwa wasiwasi, habari nyingine iliongeza taharuki ya kimataifa. Daktari mmoja kutoka Marekani, Dr. Peter Stafford, aliyekuwa akiwatibu wagonjwa Bunia, naye ameambukizwa virusi hivyo. Shirika lake lilisema alianza kuonyesha dalili baada ya siku kadhaa akifanya kazi hospitalini. Sasa yeye pamoja na Wamarekani wengine wamehamishiwa Germany kwa uangalizi maalum. Serikali ya United States imeanza kutoa tahadhari kali kwa raia wake wanaosafiri Kongo na Uganda. Wasafiri wameonywa kuepuka watu wenye homa, maumivu ya misuli, vipele au kutokwa damu isiyoelezeka. Marekani pia imetangaza kuzuiwa kwa wageni waliotembelea Kongo, Uganda na Sudani Kusini katika wiki za hivi karibuni. Kilichoifanya dunia kuingia zaidi na hofu ni ukweli kwamba hakuna chanjo wala dawa rasmi iliyothibitishwa dhidi ya aina hiyo ya Bundibugyo Ebola. Virusi hivi ni nadra sana. Tangu mwaka 1976, Kongo na Uganda zimewahi kushuhudia milipuko zaidi ya 20 ya Ebola. Lakini hii ni mara ya tatu pekee kwa aina ya Bundibugyo kuonekana. Mara ya kwanza ilikuwa Uganda mwaka 2007 ambao watu 37 walikufa. Mara ya pili ilikuwa Kongo mwaka 2012. Sasa mwaka 2026 historia hiyo ya kutisha imerudi tena. Katika hospitali zilizochoka za mashariki mwa Kongo, wauguzi wanavaa mavazi mazito ya kujikinga huku wagonjwa wakilia ndani ya vyumba vya karantini. Barabara mbovu, vita vya waasi, uhaba wa dawa na maelfu ya wakimbizi vimeifanya Ituri kuwa sehemu ngumu zaidi kupambana na mlipuko huu. Mpaka wa Rwanda umefungwa. Uganda imeongeza ulinzi na ukaguzi mpakani. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wameagizwa kufanya kazi kutoka nyumbani na kuepuka mikusanyiko. Na wakati dunia ikiangalia kwa hofu, mashariki mwa Kongo inaendelea kuishi katika vita viwili, vita vya bunduki vinavyosikika wazi na vita vya Ebola vinavyoua kwa kimya.